is very important to know. Kwa hivyo ni muhimu sana Every word of God is active. Unless you change how you think, usipobadilisha vile unafikiria, your thinking will not change. Because God is after every man to get saved. God is not after money. He is after your heart. Today, I want to talk about some principles that will help you as a business person. Na leo nataka kuongelea juu ya kanuni fulani ambazo zitakusaidia kama mwanabiashara. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to be keen because the things I will talk to you are the things that has meant people to excel. Na nataka uwe makini maana mambo na kuongelea ni yale yamefanya watu wakainuka. And I know even those who are watching at us wherever you are. Na najua hata wale wanaotazama wakiwa mahali walipo. Sometimes we do business without knowledge. Mara nyingi tunafanya biashara pasipo ufahamu. Open with me in the book of Luke. Fungua pamoja nami kitabu cha Luka. Chapter number 7 verse number 32. 7:32. They are like children sitting in a marketplace and calling out to each other. We prayed the flood for you and you did not dance. We sang and danced and you did not cry. Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filibi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Can you read it again? Wacha nisome tena. Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filibi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. A marketplace is not a place of dancing. Sokoni sio mahala pa kucheza. A marketplace is not a place to sit and be idle. Mahali sokoni sio mahali pa kwenda kuketi na kukaa bure. A marketplace is a place of business. Sokoni ni mahala pa biashara. And if you have decided to get in the marketplace, Na ikiwa umeamua kuingia katika biashara, you have to be serious with what you are doing. lazima umaanishe na kile ambacho unafanya. There are people who claim to be doing business, Na watu wanaosema wanafanya biashara, but they are just idle in the marketplace. lakini wako bure katika soko. A marketplace is a place of seriousness. Sokoni ni mahala pa kumaanisha. Serious with what you are doing in that marketplace. Kumaanisha na kile unafanya katika hiyo soko. Jesus was talking about the generation that he was living in. Yesu alikuwa anaongea juu ya kizazi ambacho alikuwa ako ndani yake. And the kind of the life that they were living. Na hali ya maisha ambao walikuwa wakiishi. He compared them with the children who went to sit in a marketplace. Akawalinganisha na watoto walioenda kukaa katika mahala pa soko. Well, the marketplace is a place of business. Ingawa soko ni mahali pa biashara. They sat there and they began to do things different from what is supposed to be done in a marketplace. Lienda kukaa pale na kuanza kufanya mambo ambayo ni kinyume na yale yanayofanywa katika soko. Now, as a business person, what are you doing in the marketplace? Sasa kama mtu wa biashara ni nini unaofanya katika soko? Because they were not doing business, they were sitting. Maana wako wanafanya biashara, walikuwa wameketi. Hallelujah. Hallelujah. A marketplace is not a place for you to sit. Sokoni sio mahala pako kwenda kuketi. He is a place for you to be busy. Ni mahala pako pakuwa katika biashara. It is not a place to be idle. Sio mahala pa kukaa bure.
Can you wave to me and say big amen? Sasa nule mkono kasema amina kubwa. Is a place where you need to work. Ni mahala ambapo unastahili kufanya kazi. I know we are living in the days where business has been taught. Najua tuko katika nyakati ambazo biashara imenenwa. And the people are full of knowledge as business is concerned. Na watu wako na ufahamu inapohusiana na biashara. But these principles will never work when you are sitting in the marketplace. Lakini kanuni hizi hazitafanya kazi ikiwa umeketi katika soko. They will only work when you are doing what you are supposed to do in a marketplace. Zitafanya kazi ikiwa unafanya kile unafaa kufanya katika soko. Here Jesus has said, Hapa Yesu akasema, these children were calling out to each other. watoto wao walikuwa wanaitana. And they say, we are praying the flout for you, and you did not dance. Na wanasema tuliwapigia filibi lakini hamkucheza. We tried to make fans to you. Tumejaribu kuwafanyia mambo ya kuchekesha. Brethren, a marketplace is not a place of fans. Na kuambia sokoni sio mahala pa mchezo. He is a place of business. Ni mahala pa kumaanisha biashara. Hallelujah. Hallelujah. And in a marketplace, Na katika soko you need to work as if tomorrow you will not work again. unafaa kufanya kazi kama kesho utafanya tena. Let me tell you something. Wacha nikuambie kitu. The people who are serious in a marketplace, Watu wale wanamaanisha katika soko they are the people who succeed in business. ndio wanaofanikiwa katika biashara. Do I have business people in this house? Niko na watu wa biashara katika nyumba hii. They show seriousness. Wanaonyesha kumaanisha. They are not idle. Sio watu ambao wameketi mbure. They try to sit and think about what they can do to make profit. Wanawaza na kuona kile wanaweza fanya kupata faida. And they are smart in whatever they are doing. Na wako sawa katika chochote wanachofanya. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now when you go to the marketplace, Unapoenda katika soko, number one, you need to pursue what you went there to do. jambo la kwanza unafaa kuendea kile kimefanya uende pale. Why are you in that marketplace? Kwa nini uko katika hiyo soko? Remember, there are many people in the same field Kumbuka kuna watu wengi katika maeneo yale doing different business in the same market. wakifanya biashara tofauti katika soko ile. They are those who are selling tomato. Kuna wale wanaouza manyanya. They are those who are selling cabbages. Kuna wale wanaouza kebe. They are those who are selling onions. Kuna wale wanaouza kitunguu. And the different kinds of goods. Na vitu tofauti tofauti. Be serious with what you are selling. Maanisha na kile unachouza. Ask your neighbor, what are you selling? Uliza jirani yako unauza nini? There is a lot of envious in the marketplace. Kuna wivu mwingi katika soko. Because people do not concentrate on what they are selling. Kwa sababu watu hawashikilii kumaanisha kile wanachouza. You are drawn attention by the business of other people around you. Unafutiwa kando na biashara za watu wengine. The business in the marketplace Biashara katika soko is about you and what you are selling and the people who you are selling to. ni wewe na kile unachouza na watu wale unauzia. Can I hear big amen? Sasa sikia amina kubwa. The first thing that people do in the marketplace, Kitu cha kwanza ambao watu hufanya katika soko, they go to the marketplace wanaenda katika soko without an agenda. pasipo kuwa na lengo. I have heard people saying, I want to begin business. Nimesikia watu wakisema nataka kuanzisha And biashara. when you ask them what kind of business, Na ukiulizwa biashara ina gani? they say any business. Wanasema biashara yoyote tu. Listen to me, brethren. Acha msteni wapendwa. You don't do any business. Haufanyi biashara yoyote. You need to be specific with the kind of the business that you are going to do in the marketplace. Unahitaji kuwa umechangua kile unaenda kufanya katika soko. And I have come to tell you, Na nimekuja kukuambia
Any business you do in the marketplace, Biashara yote ambayo unafanya katika soko it is going to succeed. itaenda kufanikiwa. I declare it is going to succeed. Natangaza itaenda kufanikiwa. It needs only a diligent person, Inahitaji tu mtu ambaye amemaanisha, serious with what you are doing. anamaanisha na kile anafanya. Hallelujah. Hallelujah. I have seen people who think having big stock is doing business. Nimeona watu ambao wanaona kuwa wamejaza duka kama ndio kufanya Many biashara. people do not begin businesses because they say they don't have mutaji, or do you call it, capital. Watu wengi wamekosa kuanza biashara kwa sababu wanasema hawana ile hela za kuanzisha. One day, a teacher of business was in class. Siku moja mwalimu wa biashara alikuwa katika darasa, And one of the students said, na mwanafunzi mmoja akasema, I have not begun my business because I don't have capital. sijaanza biashara kwa sababu sina hela ya kuanzisha. And the teacher looked at Na him. ule mwalimu akamwangalia, He said, empty pocket cannot hinder you to do business, but empty mind. akamwambia mifuko ambayo ina kitu haiwezi kuzuilia kufanya biashara, lakini akili ambayo ina kitu inaweza kuzuilia. When you go to the marketplace and you have empty mind, Unapoenda katika soko na akili yako haina kitu, that is when you will begin to blow whistles to other people. hapo ndio utaanza kupiga filimbi kwa watu wengine. You want other people to dance while they are supposed to do business. Unataka watu wengine wacheze nao wanataka kufanya biashara. Somebody shout Mtu hallelujah. aseme amina. Can I hear a big amen? Naweza sikia amina kubwa. I had been studying the life of Jesus. Nimekuwa nikiangalia maisha ya Yesu. And one of the things I have learned in the life of Na Jesus, jambo moja nimejifunza kutoka maisha ya Yesu. Jesus was doing ministry as a business. Yesu alikuwa anafanya huduma kama biashara. And God reminded me when he was 12 years. Na Mungu akanikumbusha wakati alikuwa miaka 12. And then they found him in the house of God. Na baadaye wakampata katika nyumba ya Mungu. This is the word that Jesus used. Haya ndio maneno Yesu alitumia. Don't you know I am supposed to be in my father's business? Je, amjui nafaa kuwa katika biashara ya baba yangu? You are searching at me and I'm doing what God or my father sent me to do. Munanitafuta nami ninafaa kuwa nafanya kile baba yangu I aliniambia. am serious with what my father sent me to do. Na maanisha na kile baba yangu alinituma kufanya. Pursuing what he was meant for. Kuendea kile alikuja kwa ajili yake. The purpose for his living. Lengo la kuishi kwake. Now in the marketplace you need to know your purpose. Katika soko unafaa kujua lengo lako. You are not supposed to try to do many businesses. Haufai kujaribu kufanya biashara mingi. There are people who fail because they admire this, they admire this. They listen to people say when you sell this is when you will make money. Kuna watu ambao wanakosa kufanikiwa kwa sababu wanataka kufanya hii, wanataka kufanya hii. Wanasikiza watu wakisema ukifanya Be hii utapata specific. hela. Kuwa kwa kulenga moja. What do you want to sell in marketplace? Unataka kuuza nini katika soko? Ask your neighbor, what do you want to sell? Uliza jirani yako unataka kuuza nini? Jesus. Yesu. One of the things that I want to teach you this morning. Kitu kimoja ambacho nataka kufundisha asubuhi ya leo. Jesus was a master of attention. Yesu amehitimu katika kumakinika. You cannot be a good business person Hawezi kuwa mfanyabiashara mzuri if you don't know how to draw people's attention. ikiwa haujui jinsi ya kuvutia watu. That is a very first principle. Hiyo ni kanuni moja. Do you know how to draw people's attention? Je, unajua jinsi ya kuvutia watu? Jesus Yesu was preaching from the same scriptures. alikuwa anafundisha kutoka kwa maandiko yale The yale Pharisees were teaching from the same scriptures. ambayo Masadukayo alikuwa anafundisha kutoka. But the teaching of Jesus were different from the teaching of the Pharisees. Lakini mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti na Masadukayo. He drew the attention of people. Alivutia watu. We have a very good example.
Tuko na mfano mzuri. when he was found by woman in that well. Mahala alipatikana na yule mwanamke Msamaria. Do you remember that story? Unakumbuka hadithi hiyo? Jesus was sitting there. Yesu alikuwa ameketi pale. The woman was coming to fetch water. Yule mwanamke alikuwa anakuja kuchota maji. But Jesus was in the business of winning souls. Lakini Yesu alikuwa katika biashara ya kufuna nafsi. Now for the Jesus to sell his agenda, Na kwa Yesu akaweza kuuza he yake. had to draw the attention of the woman. Alikuwa afutie mtazamo wa yule mama. Hallelujah. Hallelujah. I say he had to draw the attention of the woman. Alikuwa ni afutie yule mama kwanza. I believe there were other women and other people doing conversation. Na hisi kulikuwa na wanawake wengine waliokuwa And wanafanya they used to mashauriano. talk about the water and the well. Na walikuwa wanaongea juu ya ile maji na kisima. And here Jesus come and say, Na Yesu hapa akaja na kusema, the one who will drink the water that I give yule atakaye kunywa maji ambayo will nitakayompa never come again here to draw water. atarudi hapa tena kushota maji. And the woman was drawn attention. Na yule mama akafutiwa mtazamo wake. Can I hear big amen? Naweza sikia amina kubwa. When you take my water, Ukichukua maji yangu, my products are the best in the market. kile nauza ndio bora katika soko. If you get this, you will not come back here again. Ukipata hii hautarudi hapa tena. Why was he using those words? Alikuwa anatumia maneno haya kwa nini? To draw the attention of the woman. Kufutia mtazamo wa yule mama. Get this, it's very important. Pata hii ni ya muhimu As sana. marketplace is concerned, Inapohusiana na soko, when you are in a marketplace, wakati uko katika mahala pa soko, you cannot have a stone face. hauwezi kuwa na uso ambao ni mkali. Uso wa mawe. Naongea na mtu. Naongea na mtu hapa. A marketplace is a place to draw people's attention. Sokoni ni mahala pa kufutia watu mtazamo wao. They want to know what you are doing in the market. Wanataka kujua unafanya nini katika soko. And the Jesus Na Yesu warned the woman. akaweza kumpata yule mama. He drew our attention. Akafutia. Where will you get this water? Utapata wapi maji haya? Are you greater than our grandfather? Wewe ni mkuu kuliko babu Do wetu. you know we were given this well? Unajua tulipewa hiki kisima. He said no. Akasema la. The kind of the water I'm talking about Maji ambayo naongea juu yake is different from another water in the market. ni tofauti na maji yote My katika soko. water is different. Maji yangu ni tofauti. Listen to me. Nisikize. Even if people mock what you are selling, Ingawa watu wanaweza jua kile unauza, they mock it. wanaweza ipuuza. Speak well of it. Ongea vyema kuhusu hiyo bidhaa yako. My God, I'm speaking to myself. Ni kama najiongelesha. Hallelujah. Hallelujah. I remember one day, Nakumbuka siku moja I wanted a shirt. nilikuwa nataka shati And I had just little money. na nilikuwa na hela kidogo. So I passed a Mtumba Kibanda. Hivyo nikapitia kibanda cha mitumba And I saw one of the shirts. na nikaona shati moja. And I didn't realize the shirt was torn somewhere. Na sikujua ile shati kuna mahali ilikuwa imeraruka. So the lady was selling, Hivyo yule mwanamke alikuwa anauza, talked good about the shirt. akaongea vizuri kuhusu ile shati. But she made sure Lakini akahakikisha I would not see the place where the shirt is torn. sitaona mahala ambayo imeraruka. Anaipindua tu. Akaipindua haraka, nikavutiwa, nikaonyeshwa kara, kashika hivi, akasema ikunjangi hata ukiwa una nafasi. Hey. At the end of the day, Na mwishowe I moved the shirt. nikanunua ile shati. After reaching home, Baada ya kufika nyumbani, I found the shirt is torn. nikapata mahali imeraruka. But the language Lakini ile lugha drew my attention. ilinifutia. My question is, Swali langu ni, as you are doing what you are doing, unapofanya kile do unafanya, you know how to draw attention of your people? unajua kufutia mitazamo ya watu? Some of the business people, Baadhi ya wanabiashara they chase their customers
by the way they talk. Wanafukuza customers wao kwa njia ambayo wanawaongelesha. They don't know how to speak well. Hawajui kuongea vyema. Today I want to pray for you Leo nataka kukuombea that you may have wisdom to know how to talk as business is concerned. ukawa na hekima na kujua vile unafaa kuongea inapohusiana na biashara. Even if it is not perfect, Hata ingawa haijakamilika, you know unajua how to draw vile unaweza the futia attention mtazamo wao of the people. na watu wako. Number 2, Jambo la pili, you cannot excel in business hauwezi inuka katika biashara if you don't know ikiwa haujui how to solve people's problems. haujui kusuluhisha shinda za watu. Brethren, for you to make money in a marketplace, Wapendwa, ili ukaweze kutengeneza hela katika mahala pa soko, know the problem with the people in the place of the market. jua shinda zile ziko na watu katika mahala pa soko. There are towns you cannot get any kiwanda. Kuna soko ambazo huwezi kupata Mitch, kiwanda. huwezi kupata viwanda. But the transaction Lakini yale in that town biashara katika hiyo soko is very big. ni kubwa. Because wherever you will get people, there are problems. Maana mahala popote utapata watu kuna shida. Know their problems. Jua shinda zao. Then get how to solve their problems. Alafu njue vile unaweza suluhisha shinda zao. Listen to me, brethren. Nisikize wapendwa. For you to remain in the market, Ili ukambakie sokoni, understand people's problems. elewa shida za watu. Do you know why? Unajua ni kwa nini? The generation that we are living in, Katika kizazi tunachoishi, people have been captured by false teachers. watu wamekamatwa na watu wa mafundisho mabaya. Prophets and prophetesses Manabii wa kike na wa kiume who speak in the name of God who has not sent them. ambao wanaongea juu ya Mungu ambaye hajawatuma. They have known the problems of the people. Wamejua shinda za watu. And psychologically, Na kisaikolojia, without the Holy Spirit, pasipo Roho Mtakatifu, they fix them wanawashika. because they know the problems of people. Maana wanajua shinda za watu wao. That's why always, Na ndio maana kila wakati, because of the language we hear every day, kwa sababu ya lugha ambayo tunasikia kila siku, we believe what they say. tunaamini kile wanasema. You have been bewitched by your mother-in-law. Umerogwa na mkwe You have wako. been bewitched by your uncle. Umerogwa na binamu wako. And because that is the language in the market, Na kwa sababu ndio lugha katika soko, you believe it and you create enmity with your people. unaamini na unaanza kuwachukia watu wako. What is the problem of the people around you? Ni nini shida ya watu ambao wanakuzunguka? Hallelujah. Hallelujah. Can you wave to me and say amen? Sasa nifungia mkono sema amina. When the problem around you is water, Ikiwa shinda ambayo inakuzunguka ni maji, solve the problem of water. suluhisha shinda ya maji. If their problem is where to eat, Ikiwa shinda yao ni wakule wapi, make a place and an environment where they can eat. watengenezee mazingira ambayo wanaweza pata mala wakala. The first time when I began a small kibanda, Mara ya kwanza nilipoanza kibanda kidogo, the idea came when I went to Kipef. wazo lilinijia wakati nilienda pale Kipefu That is the year 1982. mwakani wa 82, And I found people, na nikapata watu when they were making the big matangi there, walipokuwa wanatengeneza ile matangi makubwa, people were coming from there to eat near Migandini. watu walikuwa wanatoka huko wanaenda kula huko karibu na Migadini. And I looked at them. Na nikawatazama, I saw their problem. nikaona shida yao, And I said, na nikasema I will solve their problem. nitasuluhisha shida yao. So I came with a solution. Kwa hivyo nikaja na suluhisho. I cooked mandazi. Nikapiga mandasi, I boiled
chai rangi, nikachemsha chai rangi, and I came to the gate where they were working. na nikaja pale langoni walikuwa wanafanya kazi. Before the day, Kabla ya siku I made money. nikatengeneza hela. You are looking at me. Unanitazama? When you know the problems of people Ukijua shida za watu and get out to solve their problem, na ukitokea kusuluhisha hizo shida, you will end up with money. utamalizia siku na hela. I will speak it until you believe. Nitaiongea mpaka uiamini. For you to be in the business, Kwako wewe ili ukawe katika biashara, understand people's problems, elewa shida za watu, and now you can solve it. na sasa unaweza suluhisha. You make money Unatengeneza hela by solving kwa kusuluhisha people's problems. shida za watu. Can I hear big amen? Naweza sikia amina kubwa. I want to show you a very good example. Nataka kunikuonyesha mfano mzuri. The days we were here in Mombasa, Siku ambayo tulikuwa hapa Mombasa, watu walikuwa hawakatiwi sukuma ama mboga, si ndio? Si ndio? kweli Siku za leo wenye kukata sukuma ndio wanauzanga kuliko wale wanauza miganda. Walielewa watu ni wavivu na watu wako na shughuli. Amen. Na unajua, wacha nikusaidie wewe unayenunuanga inayokatakatwa. Uwezi ukajua ilikuwaje. Lakini ukinunua ikiwa nzima unaona mbovu na nzuri. Lakini ikikatakatwa hata mbovu iko ndani. Changanya. Check those who sell when they are cutting it. Angalia wale wanaouza wakati wanaokata kata. They never throw waste. Hakuna mbaya ambayo inatupwa. You are looking at me. I'm speaking to you. Na nitazama naongea nawe. Because people don't want to work. Kwa sababu watu hataki kuchoka. They are lazy. Ni wavivu. Use their laziness Na tumia hiyo uvivu yao to make money. tengeneza hela. Kata. Can somebody wave to me? Amen. Ninaongea na mtu hapa. You cannot make money Hauwezi tengeneza pesa from people kutoka kwa watu if you can't solve their problems. ikiwa wewe suluhisha shida zao. Business is all about solving people's problems. Biashara ni kusuluhisha shida za watu. When they knew and they understood, Wakati walijua na wakafahamu, people don't like to walk. watu hawataki kutembea. They brought tukutuku and Bonda. Ngilita. Those two things. So can you imagine, since those things have begun, I have never been carried by one. Tangu hizo vitu usikuje sijabebwa na moja. I fear Naongopa that thing. hiyo kitu. And the one who caused me to fear it is Mwaniki. Na yule naye nifanya nikaongope sana Siku ni moja Mwaniki. kalimwangusha nikimwangalia nikasema sitawahi kukapanda. Na ni mshirika mzuri, nikamkataza kukaendesha, hajawahi kukaendesha mpaka leo. Nikamwambia nisiwahi kuona ukiendesha hiyo kitu. Alianguka kama namwangalia. Na kanaibu kanaangushanga watu mahali ambapo temporary kila mtu anakuona. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Walking distance, Kutembea hatua mrefu. no means of transport, Hakuna njia za usafiri. no good roads. Hakuna barabara nzuri. They came with motorbikes. Wakaja na pikipiki. They solved the problem. Wakasuluhisha ile shida. They made money. Na wakatengeneza hela. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Listen to me. Nisikize. Even in the places where we come from, Hata kule tunakotoka there are problems to be solved. kuna shida ambayo tunaweza suluhisha. Hello. Just go to the marketplace. Enda sokoni. There are guys who are there. Kuna watu wako pale. They never sell anything, Hawauzi chochote. but they wait for you Lakini wanakujia wewe. to carry your goods Wambebe mzigo wako. because you don't want to carry. Maana wewe hutaki kumbeba. By solving your problem, Kwa kusuluhisha shida yako. although they have no goods in the marketplace, Ingawa wana bidhaa katika soko. they go home with money. Wanaenda nyumbani na pesa. I'm talking about solving problems. Naongea juu ya kusuluhisha shida. Unapiga tu firimbi sokoni, watu wacheze. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu?
I want to give you a very good example in the Bible. Nataka nikupe mfano mwingine katika When Biblia. there was famine in the land, Wakati kulikuwa na njaa, during the time of Joseph, wakati wa Yusufu. do you remember the story of Joseph? Kumbuka hiyo hadithi ya Yusufu. He said to the king of Egypt, Akaambia Farao, there will be 7 years of plenty. kutakuwa na miaka 7 ya utele, Then, according to your dream, na kulingana na ndoto yako it will be followed by other 7 years of famine. itafuatwa na miaka ingine 7 ya njaa. Now, how are you supposed to do? We sasa unafaa kufanya nini? Gather grains, Kusanya gather chakula. food in your stores. Kusanya chakula katika ngala zako. Keep it for those other 7 years. Weka kwa ajili ya ile miaka ingine 7. Not to give free. Si kupeana bure. When the day came, Wakati siku ilija, when people are straining, wakati watu walikuwa nang'ang'ana, because there was no food, kwa maana hakukuwa chakula. Egypt was making money. Egypt walikuwa wanatengeneza pesa. Why? Kwa nini? They had what people need. Walikuwa na kile watu wanahitaji. Under the advice of Joseph, Na ile vile Joseph alikuwa don't give amemwambia, food free. usipeane chakula bure. People have animals. People have animals. Watu wako na mifungo, They have gold. wako na dhahabu. Do exchange with what they have. Badilishana na kile wako nacho. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? And after they exchanged, Na baada ya kubadilishana, Egypt made money. Misri wakatengeneza Why? pesa. Kwa nini? There was problem in the land. Kulikuwa na shida katika nchi, And they had solution for their na problem. walikuwa na suluhu kwa ile shida. Listen to me, brethren. Sikize wapendwa, As long as human beings live on this planet Earth, muradi tu watu wanaishi katika dunia hii, they will have problems. watakuwa na shida, And they will need a man na watahitaji mtu who can solve their problems. ambaye anaweza suluhisha shida And by zao. solving their problems, Na kwa kusuluhisha shida zao, you will make money. utatengeneza pesa. Can you celebrate Jesus? Unaweza msherekea Bwana Yesu. I'm talking about business. Naongea juu ya biashara. Going to heaven, we will go. Mbinguni tutaenda. Jesus, Yesu in the ministry he was doing, katika huduma ambayo alikuwa he anafanya, said, I have come to do the business of my Father. alisema nimekuja kufanya biashara ya These baba are the yangu. things I saw in his life. Hii ndio mambo niliona katika A maisha yake, master of attention. ambaye alikuwa wa kufutia mtazamo. Few people to what he was doing. Alikuwa anafutia watu kwa kile alikuwa Then anafanya, he was good in solving people's problems. na alikuwa mzuri katika kusuluhisha shinda za watu. And that's why Na ndio sababu when they were hungry, wakati walikuwa na njaa, he gave them food. aliwapa chakula, And because of giving them food, na kwa sababu ya kuwapea chakula, they were following him. walikuwa namfuata. They were following him. Walikuwa namfuata. Why? Kwa nini? You can only follow a person Unaweza fuata mtu tu who is able to solve your problem. ambaye anaweza suluhisha shinda zako. And that is the principle politicians use. Na hiyo ndio kanuni wanasiasa wanatumia. For example, in our home place, Sana sana kule maeneo yetu, for us to vote for them, ili tuwapigie kura, they give us molio. wanatupea ile chakula ya bure. And many times, the No. time of election, Na wakati mwingi baada ya uchaguzi, kuna kuanga na njaa. wakati huo wa uchaguzi kuna kuangwa na njaa. So they know Kwa hivyo wanajua how to give us food vile wanatupea chakula, so that we may return our hand with our voting card. ili tukaweza kurudisha mkono na kura yetu. But you know something? Lakini unajua kitu, If they can come with an idea, ikiwa wanaweza kuja na wazo, because we have land, maana tuko na shamba, what we are lacking is water. kile tunakosa ni maji tu. But they know when they give us water, Lakini wanajua akitupea maji, they will never get our votes. hawatapata kura zetu tena. So they will give us in our condition Kwa hivyo anatupea katika to do their politics, business politics ili with us. wafanye biashara yao ya siasa. Naona unaniangalia. I'm telling you the truth. Na kuambia ukweli, Because the day they will solve our problem. maana siku ile watasuluhisha shinda yetu. Listen to me, brethren. Nisikize wapendwa, This nation is very rich. nchi hii iko na utarinjiri mwingi. Maana hata imeibiwa na ishangi.
Sema amina. Amen. That means there's a lot of wealth in this nation. Inamaanisha nchi iko na utajiri mwingi. And how can you get that wealth? Na utapataje ule utajiri? Understanding people's problems Kuelewa shida za watu and solve their problem. na kusuluhisha zile shida. And I want to tell you, Na nataka nikuambie, you are going to be rich. utakuwa tajiri. Do you want to be rich? Unataka kuwa tajiri? Know how to draw people's attention. Jua vile unaweza vutia watu, Know their problems. jua shida zao, Solve their problems. suluhisha shida zao, And by solving their na problems, kwa kusuluhisha shida zao you will make money. utatengeneza pesa. Thank you for few amens. Asante kwa amina chache. I know I am helping business people. Najua ninasaidia wanabiashara. We can pray for you. Tunaweza waombea. We can do many things for you. Tunaweza wafanyia mambo mengi. But unless you understand the principle that operates in the marketplace, Lakini usipoelewa kanuni ambazo zinatenda kazi katika soko, hey, you will strain. utang'ang'ana. Listen to me. Nisikize. The third thing that I want you to remember, Jambo la tatu ambalo ningependa ukakumbuke, you need to focus in the area of your expertise. unahitaji kuwa na mtazamo katika eneo ambayo uko sawa. The area where you are expert. Katika eneo ambayo ndio unafanya bora. Jesus focused on his area of expertise. Yesu alitazama katika eneo lake ambao anafanya vizuri. He chose to remain in his area of expert. Alichagua kubakia katika eneo lake ambayo That's why he refused to switch on the teachings of Pharisees. Ndio maana He didn't switch aku to the teachings of Mosaic according to Pharisees. akugeuka na kuanza kufundisha kama Mafarisayo. He Sheria za began to Musa. speak about the kingdom of God. Alianza kuongea juu ya ufalme wa He Mungu. spoke about parables. Aliongea juu ya mifano. He did the comparison. Alileta The things kulinganisha. that drew the attention of the people. Mambo yale alileta mvutio kwa watu. Listen to me. Nisikize. He gave parables. Alipeana mifano. If you want to excel in business, Ikiwa nataka kuinuka katika biashara, don't put yourself in unfamiliar territory. usijiweke katika maeneo ambayo Unfamiliar territories. katika maeneo ambayo haijulikani. You do something that you don't know. Unafanya kitu ambacho hujui. I tried to do construction. Nilijaribu kufanya ujenzi And one day, na siku moja I was called to a meeting. nikaitwa katika mkutano And I was embarrassed. na nikaibika Because the kind of the language they were talking, kwa sababu ile lugha walikuwa wanaongea I don't understand it. sielewi. Operate in the area of your expertise. Tendea kazi katika maeneo yako ya ujuzi Like wako. when I'm preaching, Kama vile if you nikihubiri, ask me any scripture, when you ask me any scripture, ukiniuliza maandiko yoyote, I am familiar with scriptures. nimeyazoea. Lakini nikaulizwa juu ya vipimo. And I'm not an engineer. Na mimi sio mtaalamu. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? If you want to remain in a business, Ikiwa nataka kubakia katika biashara, usiingie kwa laini si yako. kaa kwa laini yako. Sell what you are comfortable when you are selling. Uza kile ambacho uko sawa ukiuza. Kama ni kalimati, uza kalimati ukiwa comfortable. Usiume kubwa kushinda kile unachoweza kutafuna. Naongea na mtu. Don't admire people's business because they are excelling. Usitamani biashara za wengine maana Just zinainuka. operate where you are comfortable. Tendea kazi mahali uko sawa. Do you know why? Unajua- Many business people fail at the end. Unajua ni kwa nini wanabiashara wengi huanguka? They look at other business people. Wanaangalia biashara za watu And because wengine. they want to be like them, Na kwa sababu wanataka kuwa kama wao, they go to bank and borrow. wanaenda benki And they are wanaomba not familiar with what they are doing. na hawajazoea kile wanafanya. Instead of making profit, Badala ya kufanya faida, they get lost. wanapata hasara.
Lakini unakuta mtu ulimkuta anauza tomato, yeye anauzanga na hajaacha 10 years, 20 years. Because he's expert in that area. Maana ako mtaalamu katika eneo hilo. Hallelujah. Amen. Be in the area of your expert. Kuwa katika eneo ambayo umezoea. Si mtu aseme amen. Amen. Don't put yourself in a familiar territory. Usijiweke katika biashara ambayo hauijui. Then in business, Alafu katika biashara, there's something I have learned about people who are in the business. kuna kitu nimejifunza na watu ambao katika biashara. Never do business as if you are competing with the people around you. Usifanye biashara kama unashindana na wale wanaokuzunguka. A certain man told me, Mtu mmoja akaniambia, it is a Swahili saying. ni msemo wa Kiswahili. Aliniambia kifua kimoja akitengenezi mali. Kifua kimoja. Mtu mmoja atengenezi mali. Unajua kuna pesa na mali. Mali na pesa ni vitu mbili tofauti. Mali ni vitu vingi. For you to make wealth, Kwako wewe utengeneze mali, you need to work with other people. unahitaji kufanya kazi na watu wengine. That's why Jesus, Ndio maana Yesu he had 12 disciples. alikuwa wanafunzi 12. He invested knowledge of what he is doing. Akaongeza hekima juu yao kile anafanya. Have you ever known there are people who do business, Mmejua kuna watu wanafanya biashara, but even their wives don't know what they are doing. lakini hata bibi zao hawajui kile wanafanya. When he is sick, Wakati ni mgonjwa, the business becomes sick. ile biashara inagonjeka. Sio kama naongea na mtu. When you are doing business, Unapofanya biashara, make sure you disciple people around you. hakikisha kuna watu umefundisha. Many times business people fear. Wakati mwingi wana biashara When I wanaogopa. will teach them, they will leave. Nikiwafundisha wataondoka. Better when they are leaving because you have big network. Afadhali wakiondoka kwa sababu umewafundisha, uko na eneo kubwa, umepanuka. Am I talking to somebody? Amen. I know the principles I'm talking. Najua kanuni ambazo ninaongea They are principles that will help you. ni kanuni ambazo zitakusaidia. Listen to me. Nisikize. Business Biashara can change your life forever. naweza badilisha maisha yako milele. But if you do it with knowledge, Lakini ukiifanya na ufahamu, knowing the principles of business. ukijua kanuni za biashara. So, in the ministry of Jesus, Kwa hivyo katika huduma ya Yesu, he wanted to expand. alikuwa anataka kupanuka. Don't remain in one stage. Usibakie katika eneo Make moja. sure you have a room to expand. Hakikisha uko na And kupanuka. for you to expand, Na kwako wewe upanuke, train people. fundisha watu. Hello? Halo. That's why the kingdom of God Ndio maana ufalme wa Mungu expanded. unapanuka. Why? Ni kwa nini? He had men Alikuwa na wanaume and the women na wanawake who learned under what he was doing. ambao walijifundisha kutoka kwa kile And alikuwa they went anafanya. out, they began to do what he was doing. Na wakaenda nje na wakaanza kufanya kile alikuwa anafanya. Am I talking to somebody? Naongea na mtu. Listen to me, brethren. Nisikize wapendwa. As you are growing in business, Unapoinuka katika biashara, be a mentor. kuwa wa kufundisha wengine. Mentor people Fundisha watu who wengine can stand on your gap ambao wanaweza simama katika nafasi when you are yako not present. wakati hauko karibu. Halo. Si ukienda mjini umefunga. Bwana asifiwe. Amen. Najua kuna biashara haziachiwangi wengine. Lakini nasema fundisha watu. For you to expand, Kwako wewe kapanuke, you have to work with people. lazima ufanye kazi na watu. You are looking at me in a funny way. Unanitazama katika njia ya kushangaa. Ama ni vile umeregesha barakoa. Siwaoni smile ya uso. Listen to me. Nisikize. Learn how to lift up people. Jifundishe kuinua watu wengine. That is what I have learned in life. Na hiyo ndio nimejifunza katika maisha. When you are here, learn. Ukiwa hapa jifundishe. Kesho nikikutuma ukafanye kile nafanya. Are you getting my point? Amen.
maisha ni ya kupachika watu wengine. Amen. So if you cannot influence other people, Kwa hivyo kiwa uwezi, we cannot say you have succeeded in life. hatuwezi sema umefanikiwa katika maisha. When you do things alone, Ukifanya vitu peke yako, you are limited in one way or the other. unakuwa umewekewa mipaka katika njia moja But when you do nyingine. with other people, Lakini ukifanya na watu wengine, they challenge your knowledge and they challenge your thinking. zile changamoto And let me tell you, competition is good in the marketplace. acha nikwambie, kushindana ni kuzuri katika soko. It helps you to develop. Inakusaidia It kuinuka, helps you to grow. inakusaidia kukua. Can I hear a big amen? Amen. Don't sit and be idle in a marketplace. Usikae bure katika soko. Be there to make money. Kuwa pale kutengeneza hela. Hallelujah. Amen. And because of time, Na kwa sababu ya muda, the other session I will talk about how God blesses the work of your hands. kipindi kile kingine nitaongea vile Mungu bariki kazi ya mikono yako. Because whatever you do with your hands, Kwa sababu chochote unachofanya na mikono there is yako, a promise to be blessed. kuna ahadi ya kubarikiwa. Hello? Hello. When you are in a marketplace, Ukiwa katika mahala pa soko, what you are doing with your hands kile unafanya na mikono yako has to be blessed. lazima kibarikiwe. Hello. There are people who are in a marketplace, Kuna watu wako katika soko, lakini wavivu. They do nothing. hawafanyi chochote. They don't want to be tired. Hawataki kuchoka. Hello? They want, nowadays they say when you work smart is when you make money. Tukifanya kazi vizuri unatengeneza hela. But the truth of the matter, Lakini ukweli wa mambo, you have to work with your hands. lazima ufanye kazi na mikono yako. Let me read 2 scriptures, then I leave. Wacha nisome maandiko mawili alafu tuachie hapo. Open with me in the book of Proverbs, Katika Mithali chapter number 12, 12 verse 11. na Right 11. Andika mahali. So you have to be diligent person. Lazima uwe mtu Diligent. mwenye ufahamu. Chapter 12, verse 11. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi hana ufahamu. Ukienda sokoni, lima shamba yako. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Naongea na mtu. Verse 24. Mstari wa 24. Hapo tu kifungu cha 12. Mkono wa mwenye bidii utawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Hebu soma tena, mkono wa mwenye bidii. Wacha nikusomee tena. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Ukiwa na bidii sokoni, utatawala kibiashara. Amen. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? All these principles I'm talking about. Kanuni hizi zote ambao naongelea juu yake. And that's why you may hear some people say, Na ndio maana utasikia watu wengine wakisema, huyu anawake na kamuti. There is no kamuti. hakuna maneno How diligent are you? Wewe uko na ufahamu kiasi gani? Verse 27. Na mstari wa 27. Mtu mvivu apiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za dhamani. I tell you, mtu mvivu apiki mawindo yake, does not make any profit. Apati faida yote. But a diligent person. Lakini mwenye bidii. Hallelujah. Amen. Brethren, a marketplace, wapendwa, sokoni is a place for you to be busy. ni mahala pa kumaanisha. Chapter number 10. Kifungu kile cha 10. Verse number 4. Na mstari wa 4. Hiyo Mithali. Mstari wa 4 anasema, atendaye mambo kwa mkono mlengevu uwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utanjirisha. Si mtu aseme amina. Amen. Can you read it again? Nasoma tena, atendaye mambo kwa mkono mlengevu uwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utanjirisha.
There is an area where we will pray for you, Kuna maeneo ambayo tutakuombea, but you have to be diligent in what you are doing. lakini lazima uwe na bidii kwa kile unafanya. People have changed everything. I want to be prayed for. Watu wamebadilisha kila kitu, wanasema kila kitu nataka kuombewa tu. Listen to me. Nisikize. There's a time for everything. Kuna wakati wa kila kitu. There's time for prayer, Kuna wakati wa maombi and there's time to work. na kuna wakati wa kufanya kazi. In nowadays, people don't like to employ, especially born again people, Siku hizi watu hataki kuandika watu wa sasa wale wameokoka, because always kwa sababu kila wakati they want to go to prayer. ni kuomba tu. Prayer is good, Maombi ni mazuri, but work. lakini fanya kazi. Hebu geukia mtu mwambie fanya kazi, wachana na hii uzembe wa kiroho. Mwambie tuache ufifu wa kiroho. Prayer will only produce spiritual strength. Maombi yataleta nguvu za kiroho, Lakini mikono italeta utajiri. lakini mikono inaleta utajiri. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Chapter 21, verse 5. 21 hiyo Mithali tu. Mstari wa 5 anasema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. I tell you. Nakuambia 14:23. 14:23 Mithali 14:23 anasema katika kila kazi mna faida. Ambia jirani yako kila kazi kuna faida. Kila kazi kuna faida. There's no work without profit. Hakuna kazi ambayo haina faida. Can you read it again? Wacha nikusomee tena. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Kufiga birimbi, chezeni, ulete hasara. Piga kelele bure inaleta hasara. Am I talking to somebody? Amen. Listen to me. Nisikize. These are the principles Hizi ndizo kanuni that will bring wealth. ambazo zitaleta utajiri. Remember, we began with God. Kumbuka tulianza na Mungu. Begin your business with God. Anza biashara yako na Mungu. But now, after you get in the business, Na baada ya kuingia katika biashara, your hands has to work. mikono yako lazima ifanye kazi. Hello? Halo. Lazima ufanye kazi. Lazima tufanye kazi. Wangapi wanakubaliana na pastor? Ni kweli. I say you need to work. Naisema lazima ufanye kazi. Tuachane na hii tabia ya kiroho ya kuotea. You want to be prayed for everything. Prayer, prayer, prayer. Nataka kuombewa kila wakati. Prayer will give you just spiritual strength. Maombi atakupea nguvu za kiroho, But you need to work with your hands. lakini unahitaji kufanya kazi na mikono yako. Ecclesiastes Katika Mhubiri, chapter number 9. verse 10. Mhubiri 9:10. Maandiko inasema lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Can I hear big amen? Amen. Anything your hand finds to do, Lolote mkono wako upatalo kufanya, do it. lifanye, Because where you are going, maana kule uendako there's no work to do. hakuna kazi ya kufanya. There are people who want to be idle, Kuna watu wanataka kuwa bure and they want to be rich. na wanataka kuwa tajiri. Let me tell you, Wacha nikuambie, idleness kukaa bure brings poverty. inaleta umaskini. Although I preach, Ingawa nahubiri, I work. nafanya kazi. I do work with my hands. Nafanya kazi na mikono yangu. You, Mr. Preacher, don't hide your laziness in preaching. We mhubiri, usifiche ufifu wako katika kuhubiri. Work with your hands. Fanya kazi na mikono yako. Bwana useme amen. Amen. Work with your hands. Fanya kazi na mikono yako. Hallelujah. Hallelujah. I want to put a comma there. Nataka niweke kikomo hapo. If God gives you to be in the other service, Mungu akikupea kuwa katika ibada ile ingine, I tell you, nakuambia, and if you didn't watch the
the first program of business, Na ikiwa hukutazama kile kipindi cha kwanza cha it biashara, is in our YouTube. iko katika mtandao wa Watch YouTube. it Itazame and you are going to be blessed. na utambarikiwa. Can I hear big amen? Naweza sikia amina kubwa. You can rule in the marketplace. Unaweza tawala katika soko. Business brings money. Biashara inaleta pesa, But you have to be serious. lakini lazima uwe kumaanisha. Then develop your skill. Alafu kuze zile ujuzi wako. Don't remain in the same level. Usikae katika kiwango kimoja. As you grow in your business, develop. Unapokuwa katika biashara panuka. Am I talking to somebody? Amen. Come from kiosk. Toka kwa kimbanda. Have a retail shop. Uwa na duka ya End up in a kukodisha. wholesale. Ingia katika duka la jumla. Kuwa na kaubonge. Kanaitwaje? Kuwa na branch. Have a branch. Kuwa na sehemu ingine. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Have a branch. Kuwa na sehemu ingine, panuka. There's a day we were with my wife. Kuna wakati ulikuwa na mke wangu, And I met a certain sister. nikakutana na dada mmoja. She's doing business in a place called Makina Road. Anafanya biashara pale panaitwa And she Makina told Road. us, Na akatuambia, you see, I have two branches. unaona niko na maeneo mengine mawili. One is a place called Bukuta inside. Moja ni huko kunaitwa Mbukuta huko And I have ndani. another one somewhere. She mentioned the place. Na ingine iko mahali fulani. When she talks about the place, Anapoongea kuhusu pale mahali, the people who are there, watu wale wako pale, they don't see money there. hawaoni pesa pale, And she sells mattress. na anauza magodoro. Si gondoro inalaliwa hata yule anakalala msituni. Gondoro inalaliwa hata yule anakaa Kilimbasi analalia nini? Gondoro akawaletea karibu. Am I talking to Je, someone? naongea na mtu? Anything you are selling in a marketplace Chochote unachouza katika soko, can have a branch somewhere else. unaweza panuka maeneo mengine. Because wherever people lives, Maana mahali watu wanaishi, they have problems to be solved. wako na shida za kusuluhishwa. Can somebody shout hallelujah? Aseme amina. Understand their problems Elewa shida zao, and know how to solve their problems. jua jinsi ya kusuluhisha. Then be a master of attention. Na uwe mtu unaweza jua kufutia. You know. Unajua. Bwana asifiwe. Amen. Can you wave to me and say amen? Fungia mkono, sema amina. Yes. Ndio. Draw people's attention. Futia mtazamo ya watu. And you remain in business. Na utambaki katika soko. Hata wale wamekukopa. Usijenge uadui nao. Hapana. Mngojee kesho. Atapata tu. Kamwambia nilipe ile ingine tu. Nitakuwekea ingine. Lakini hiyo ingine unaweza kaa nayo sitakudai. Sema amina. Amen. Unajua msichana wangu siku moja ananiambia, unajua nilidesign nikapatia kampuni moja na wakaniahidi pesa nyingi. Na walipoenda na nini yangu, maana walijua sijaandikisha, wakakataa nayo. Nikakasirika. Lakini baadaye nikagundua kama haikuwa nzuri hawangekataa nayo. Nikaamua kubuni nyingine nzuri zaidi ya hiyo. Amen. Don't create enmity. Usifanye uadui. Make another better than the one they have taken. Fanya ingine bora hata kuliko ile wamechukua. Can I hear big amen? Amen. Can you wave to see me and say amen? Nifungia mkono wasema amina. Father God, I thank you. Baba Mungu nakushukuru. I bless you this morning. Nakubariki asubuhi ya I leo. have spoken to your people. Nimenena na watu wako. As business is concerned. Napohusiana na biashara. Father, Baba, kuna watu hapa who are in the field, in the wako marketplace, katika eneo la soko and they don't know how to use these principles. na wajui kutumia kanuni Father, I hizi. pray in the name of Baba, Jesus. naomba katika jina la They are Yesu. going to be diligent in what they are doing. Watakuwa kumakinika kwa kile It is a wanachofanya. promise you will bless the work of our Ni hands. ahadi utabariki kazi ya mikono I yetu. declare blessing in whatever they do. Natangaza baraka kwa kile May wanafanya. they get favor in the marketplace. Watakapata kimbali katika In eneo la the soko. mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. Today I speak Leo favor nanena kimbali. in every business you are doing. Katika kila biashara Even those who unayofanya. are watching at Hata us, wale wanatazama. I speak favor. Nanena kimbali. Favor. Kimbali. Favor. Kimbali. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. You are here, you do business. Uko hapa unafanya biashara. You do business. Unafanya biashara. You do business. Unafanya biashara. It's not you are intending to do business. You are doing business. Sio unataka lakini tayari unafanya.
Lift your both hands. Inua mikono yako mbili. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, look at these people. tazama watu hawa. They are in business. Wako katika biashara. As your servant, you have commanded me Kama mtumishi wako umeniamrisha to come and teach them kuja niwafundishe how to remain in business. vile unaweza bakia katika biashara. Now, Father, Baba, I speak favor na nena kimbali in whatever they are doing. katika chochote Give wanachofanya. them favor in the market. Wape kimbali katika In soko. the name of Jesus, Katika jina la may Yesu. they enjoy Wacha wakafurahie fruits of their labor. matunda ya kazi In yao. the mighty name of Katika jina Jesus, kuu la Yesu. those who are in debts, Wale waliko katika madeni, I pray ninawaombea you may deliver them ukawakomboe from their debts. kutoka kwa madeni May yao, their business na katika biashara yao make money. wakafanye hela, Make money. wakatengeneze I pesa. declare you making money. Natangaza unafanya Begin to unatengeneza make pesa. money from today. Anza kutengeneza pesa Begin kuanzia to leo. make money from Anza today. kutengeneza pesa kutoka May leo. God give you wisdom Mungu akupe hekima to know the problems of people kujua shida za and how watu, to solve their problems. vile unaweza suluhisha shida zao. I thank you, Father. Baba, nakushukuru I bless you. na kubariki In Jesus' name, katika jina la I do Yesu. pray and believe. Nimeomba na kuamini. Somebody say big Mtu amen. aseme amina kubwa. Can we celebrate Jesus? Tunaweza msherekea Yesu. Can we celebrate Jesus? Tumsherekee Bwana Yesu.